Bwana Yesu asifiwe sana. Nimepotea sana katika mitandao ya kijamii, lakini nimesharudi kwa sababu kama vile nasema kila wakati, kufundisha neno la Mungu ndio kazi ambayo nilileta hapa duniani, na ni bila shaka tu hata nikifanya mengine lazima nifanye hii kazi, kwa sababu ndio ilimshawishi Mungu anilete hapa duniani, na ndio kitu ambacho kinamfanya Mungu anilinde kila wakati na aendelee kuniweka uhai kila wakati. Kwa hivyo nadhani tunaweza tukaendelea, kwa sababu leo ningependa nifundishe kuhusiana na kitu fulani ambacho na imani ya kwamba kitakusaidia sana kwenye maisha yako. Leo ningependa nifundishe kuhusiana na topic ambayo inasema mauti na kuzimu. Itakuwa ni series ndefu tu, ndio maana ningependa ninapoweka misingi wakati kama huu, ningependa yule ambaye atakuwa anafuatilia hii sehemu ya kwanza uifuatilie kwa umakinifu, maana kuna uwezekano ukikosa kuelewa kwenye hii sehemu ya kwanza, kule mbele tunakoelekea, basi nako labda usije ukaelewa. Kwa hivyo topic ni mauti na kuzimu. Kwanza nataka nifundishe zaidi kuhusiana na mauti, lakini kule mwisho nitakuwa nafundisha kuhusiana na kuzimu. Sasa mauti kwanza ni nini? Mauti inakuanga na maana kuu tatu ambazo ningependa nikuelezee kwa sasa hivi. Mauti number one, maana ya kwanza ni kuwa mbali na Mungu. Lakini pia maana ya pili ya mauti ni roho kutengana na mwili. Lakini pia maana ya tatu ya mauti ni mtu kutolewa umilele ndani yake. Sasa ningependa nikomae na hii maana ya kwanza, ndio maana nimekuambia katika kuweka misingi ningependa unisikilize kwa umakini mkubwa sana. Wakati huu tunasema kwamba mauti ni kuwa mbali na Mungu ama kuwa mbali na utukufu wa Mungu, tunamaanisha nini? Nataka tusome kwenye kile kitabu cha Waefeso mlango wa 2. Nataka tusome mstari wa 1 na wa 2. Maandiko yanasema hivi: nanyi mlikuwa wafu sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Hii mauti, kulingana na vile ambavyo hiyo verse inafundisha, ni kwamba mtu anaweza kuwa anatembea, anafanya biashara, ameoa, lakini kulingana na mbingu yule mtu amekufa. Na yule mtu anakufa kwa sababu ya dhambi na makosa yake ambayo ameyafanya. Yaani huyo mtu ako hapa duniani anafanya mambo ya kawaida hapa duniani, lakini ukimuuliza Mungu, ukimuuliza shetani, atakwambia huyu tushaua huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yanasema nanyi mlikuwa wafu sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu. Kwa hivyo jambo la kwanza, ndio mtu apatikane na hii mauti, lazima yule mtu akuwe amefuata kuna kitu amekiacha na akafuata kingine. Unamwacha Mungu na unafuata kawaida ya ulimwengu. Sasa huu ulimwengu kawaida yake ama system zake zimewekwa na shetani. Baada ya kuwa Adamu na Hawa wamenyang'anywa mamlaka na shetani, shetani akatawala. Kile alianza kuweka system ama kawaida za ulimwengu, akaweka system za ulimwengu. Mambo vile atakuwa yanaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10, maandiko yanasema ya kwamba mwivi aje ila kuaibe, haribu na mwishowe kuua. Kwa hivyo kazi ya shetani ni kuua. Kwa hivyo anapoweka misingi ama namna ya ulimwengu, shetani ameweka namna ama misingi ama namna ama system ambazo mwisho wake zinakuja kuua. Sasa maandiko yanasema mmekuwa wafu kwa sababu ya kufuata namna kwa sababu ya kufuata kawaida ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukifuata ulimwengu, ina maana kwamba utakuwa umemwacha Mungu na ukamfuata shetani.
Sasa kile ambacho kinatokea ni kwamba shetani huwa anakumiliki, shetani huwa anakaa ndani yako. Inakuwa sio Yesu tena anaishi ndani yako, lakini shetani ndio anakuwa ni badala yako. Ndio maana maandiko anasema kwenye hicho kitabu cha Waefeso mlango wa 2 mstari wa 1 na wa 2, nasema hivi, na kufuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Kulingana na hiyo verse natuambia kwamba kumbe mtu anapofuata kawaida ya ulimwengu na kuachana na Mungu, anakuanga amefanya dhambi inaitwa dhambi ya uasi. Sasa kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 23, maandiko yanasema uasi ni sawa na dhambi ya uchawi. Kwa hivyo unapomwasi Mungu ukamwacha Mungu, au kuangi tofauti na mchawi. Na ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 22:18, maandiko yanasema usimwache mchawi kuishi. Kwa hivyo yule mtu ni bila shaka, hata kama sio shetani atamuua, lakini yule mtu tayari atakuwa amekufa. Maana dhambi ya uasi ni sawasawa na dhambi ya uchawi. Mchawi anafaa afe. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo dhambi ama mauti hii ya kwanza ambayo ninaizungumzia ni pale ambapo unatengana na utukufu wa Bwana, unakuwa mbali na Mungu. Pamoja na kuwa watu wanaona unatembea kwa hii dunia, lakini wewe umekufa, unahesabiwa kana kwamba umekufa. Sasa baada ya kuwa umefuata mkuu wa ufalme wa anga, kile ambacho kinatokea ni kwamba akikaa ndani yako huwa anakuja kuua. Kwa hivyo unatembea lakini umekufa, maana kazi yake ni kuua. Sasa nataka tupige hatua kidogo kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 na mstari wa 1. Maandiko yanasema hivi, una jina ya kuwa hai lakini umekufa. Kumbe mtu anaweza kuwa anaitwa jina, watu wanajua hapa duniani huyu mtu anaishi, lakini kulingana na mbingu yule mtu amekufa. Uko na jina kabisa ambao watu wanasema huyu mtu mbona anaishi, lakini kulingana na mbingu huyu mtu amefariki, hayupo tena. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Warumi 3:23, maandiko yanasema hivi, wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo mtu baada ya kuwa amefanya dhambi, akatawaliwa na mkuu wa anga, akatawaliwa na shetani ndani yake, kile ambacho kinatokeanga ni kwamba utukufu wa Mungu unamuondokea. Hauwezi ukamtukuza Mungu tena. Kwa hivyo kile ambacho kinatokea, utakuwa unatukuza shetani. Ndio maana utaona kwamba dada anavalia nguo fupi, kwa sababu baada ya kuwa yule ametoka kwa Mungu, kuna roho ya uasherati imemuingia, ambayo ile roho ya uasherati inataka aitukuze kwa kuvalia nguo fupi. Ndio maana utaona kwamba ni kijana huyu, lakini kwa sababu amemwacha Mungu, ameingiwa na roho ya ulevi. Kila wakati anatukuza roho ya ulevi. Ni kiongozi, lakini anaweka sheria ambazo zinasababisha kuwe na uasherati, zinasababisha watu wateswe. Kwa sababu ameondokewa na utukufu wa Mungu, atakuwa anatukuza shetani tena, kwa sababu shetani ndiye amejaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo baada ya kuwa mtu amepatikana hii mauti, anakosa vitu viwili. Cha kwanza, huwa anakosa utukufu wa Mungu. Cha pili, huwa anakosa umilele, lakini pia cha tatu, huwa anakosa utawala. Adamu baada ya kuwa ametolewa katika bustani ya Edeni, sisi saa hii tunatolewa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, lakini Adamu na Hawa walitolewa katika bustani ya Edeni, katika uwepo wa Bwana. Japo wanatembea, lakini hawako katika uwepo wa Bwana. Walitolewa utawala ndani yao, lakini pia ukatolewa umilele, lakini wakatolewa utukufu wa Mungu katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika kitabu cha Mhubiri 3:11, maandiko yanasema Mungu ameweka umilele ndani yetu ila hatujui. Baada ya kuwa umepokea Roho Mtakatifu, una umilele ndani yako. Lakini pia ukisoma katika Yohana 17:3, maandiko yanasema hivi, sasa maandiko yanasema hivi, kumjua Mungu, yani kuwa na umilele ni kumjua Mungu. Nataka nifike hapo kwa wakati kama huu, taendelea hapo mbele. Barikiwa sana.